إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Jana katika darasa yetu wa jana kulikuwa kuna baadhi ya maneno ambao hatukuyafasiri. Katika safha ya 103 mstari wa 3, yani hadithi aliyopokea sahaba Abu Sa'id al-Khudri, kunna nukhriju zakat al-fitr sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqtin. Aqtin ni maziwa yaliyoganda. Aqtin ni yale maziwa ambayo yaliyoganda yalikuwa kitolea vile vile zaka. Halafu katika hadithi nyingine ya pili ya Ibn Umar, faradha sadaqat al-fitr, mtume alifaradhisha zakatul fitri sa'an min sha'irin, pishi ya ngano, au sa'an min tamrin au sa'an min salt. Salt ni sampuli ya ngano ambayo isokuwa na maganda. Miqdaruha, kima cha kutolewa ile zakatul fitri ni kima gani? Yukhrijuha al-muslim, atatoa muislamu sa'an min ta'amin min al-asnaf al-anifa adh-dhikr, pishi moja min ta'amin ya chakula min al-asnaf al-anifa adh-dhikr, katika sampuli ambao zilizotajwa sasa hivi kwa nyuma, ya ngano, ya tende, ya zabibu, ya maziwa ya nani na ya maziwa yaliyoganda. Waqad ikhtalafa fil hinta, wamekhtalifiana wanazuoni juu ya hinta, ni sampuli ya ngano. Faqila, kauli ya kwanza, baadhi wanazuoni wakasema nisfu sa'in, ikiwa ni hinta itatolewa nusu pishi. Wa huwa al-arjah, na ndio kauli ambao manake yenye nguvu. Wal asah, na kauli sahih liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani za juu yake, addu sa'an min burrin au qamhin, toeni pishi moja min burrin au qamhin, zote ni sampuli ya nini? Ya ngano. Baina thnaini, baina ya watu wawili, toeni manake pishi moja. Au sa'an min tamrin, au pishi ya tende, au sa'an min sha'irin, au pishi ya nini? Ya ngano ambazo manake zenye maganda. An kulli hurrin, kwa kila mtu ambaye huru, wa abdin, na mtumwa mumtolee muislamu, wa saghirin, na mdogo, wa kabirin, na mkubwa. Was-sa'u al-mu'tabar, na kipimo cha pishi kinachozingatiwa, huwa sa'u ahli al-Madina, ni kile kipimo cha pishi cha watu wa Madina. Li hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwa hadithi ya Ibn Umar qala sallallahu alayhi wasallam, al-wazn waznu ahli Makkah, wizani ni ule wizani wa watu wa Makkah. Wal mikyal, mikyal ni kile kipimo, mikyalu ahli al-Madina ni kipimo cha watu wa Madina. Kwa hivyo miqdar, kiwango cha kutolewa zakatul fitri ni sa'an, pishi. Kama leo chakula cha kutumika mchele, unga wa sima, unga wa ngano, waweza kutoa pishi. Na pishi moja kilo ngapi?
sa'an pishi kilo 2.5 au 3 kasrobo. Jihatu ikhrajiha, sehemu inaotolewa zaka kama ile. Wala tudfa, wala haitolewi. Salamu alaykum. Wallahi sijajua, lakini wacha nitahakikisha. ولا تدفع ولا هيتوليه زكاة الفطر إلا لمستحقيها اسبقوا كوالي أنبوا نستحقي وهم المساكين نوني ولوات أنبوا مسكين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث أليبكي صحابة عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ونستحق كباواني مسكيني alifaradhisha mtume wa Mwenyezi Mungu zakat al-fitri, zaka ya fitri. Kwa lengo gani? Tuhuratan lis-saim, kumtahirisha na kumtakasa mfungaji min al-laghwi war-rafath, kutokamana na maneno machafu na vitendo vichafu pengine vilivyompitikia katika funga yake. Wa tu'matul lilmasakin, na vile vile kwa kwamba yatolewa lengo la pili ni chakula cha kuwapa nani? Maskini. Wa hadha makhtarahu Sheikhul Islam, na hii ndio kauli aliyochagua Sheikhul Islam fi Majmu' al-Fatawa, katika kitabu chake cha Majmu' al-Fatawa, wa tilmidhuhu Ibn al-Qayyim, na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim fi kitabihi Zadul Ma'ad. Wa dhahaba ba'd ahli al-'asr, wa dhahaba ba'd ahli al-'ilm, wa kana baadhi ya wanazuoni annaha tusrafu, ya kwamba zaka hii yatolewa lil asnaf ath-thamaniya, wengine wasema wapa wale mbea 8 au wale watu 8 wanaostahili kupewa zakatul mal ndio wastahili kupewa zakatu al-fitri. Kina nani? Inma as-sadaqatu lilfuqara والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا مما لا دليل عليه، لكن هيلي هلنا دليل ya kwamba zakatul fitri wapa wale watu 8 wanaopewa zakatul mal. Hii ni kauli haina nguvu. طيب وقدره شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر المذكور آنفا. أكي قدرية شيخ الإسلام ابن تيمية katika kitabu ambacho kilichotajwa sasa Majmu' al-Fatawa, akaeka faraji'uhu, regelee kitabu cha Majmu' al-Fatawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fa innahu muhimun jiddan. Wa min as-sunnah, na katika sunna an yakuna laha man tujma'u indahu. Sunna ni kwamba ile zakatul fitri iwe kuna watu ambao kazi yao watakuwa ya kusanywa, watu wapeleka kwa zakatul fitri, alafu wale ndio watakuwa wasimamizi wa kuigawanya. Wakala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimwakilisha mtume wa Mwenyezi Mungu Abu Huraira, sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala, asema akhbarani Rasulullah, Abu Huraira asema aliniambia mimi mtume wa Mwenyezi Mungu, an ahfadh zakata Ramadhan, ya kwamba niwe nikihifadhi zaka za Ramadhan ziletwe pale msikitini alafu zafanya nini? Zatolewa. Waqad kana ibn Umar, alikuwa ibn Umar radiyallahu anhu yu'tiha lilladhina yaqbalunaha, akiwapa lilladhina, wale watu ambao yaqbalunaha, waloikubali zaka kama ile. Wa humul ummal, nani wale wafanyikazi, alladhina yansibuhumul imam, wafanyikazi ambao anawaandika imam, amir, kiongozi wa dola, anawaandika kazi yao, aliwatagua akawapa kazi hii, lijam'iha, kuikusanya zakatul fitri. Yani zakatul fitri yani ni aula zaidi na ni sunna wawakilishwe watu. Mtume alikuwa akimwambia Abu Huraira, wewe tukua. Kwa hivyo ikiwa mahali pana kiongozi au hata msikitini imam, yeye atatagua, zitawekwa, halafu watapaa wale wanaostahili kupawa. Wadhālika qabla al-fitr biyawmin au yawmayn, halafu zaka ile itatolewa kabla nini? Ya Eid al-Fitr, kwa siku moja au siku mbili, ingawa kuna baadhi wanazoea salatul Eid itolewe kabla ya salatu al-Eid, lakini kabla salatu al-Eid iko na nafasi, lakini bora ukitoa kabla ya siku moja
au siku mbili ni aula zaidi. Wengine kauli nyingine wamekwenda kusema waweza ukatoa mpaka yani Ramadhani ya mwanzo ukatoa zakatul fitr, lakini wakati ambao ni munasib ni kutoa kabla ya Eid kwa siku moja au siku mbili. أخرج ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب. قلت متى كان ابن عمر يعطي الساع؟ wakati gani ibn Umar alikuwa akitoa pishi yake? Qala idha qa'ada al-amil, anapoketi yule mfanyikazi. Qultu mata kana yaq'udu al-amil, wakati gani mfanyikazi alikuwa kuketi? Qabla al-fitr, anapoketi yule mfanyikazi sasa hivi akawahi wangojea kuzikusanya ndipo na yeye apelekea. Alikuwa akipeleka ibn Umar wakati gani? Qabla al-fitr, qabla Eid al-fitr biyawmin, kwa siku moja au yaumaini au siku mbili. Waqtuha, wakati wake, wakati gani wastahiki kutolewa zakatul fitri? Tuadda, hutolewa kabla khuruji an-nas, kabla ya kutoka watu ila salati al-Eid, kwenda salatu al-Eid. Kabla ya watu hawajatoka kwenda kusali salatu al-Eid hutolewa zakatu al-fitr. Wala yajuzu ta'khiruha, wala hafai kuichelewesha ani salati na sala, au taqdimuha, au kuitanguliza, illa biyawmin, isipokuwa kwa siku moja, au biyawmaini, siku mbili. Lima warada min fi'l ibn Umar, kwa yani kwa kauli ambayo iliyotoka au iliyopokelewa kwa sahaba, kitendo cha sahaba Abdullah ibn Umar, ala qa'idati rawi alhadith, chini ya qaida ya mpokezi wa hadith, adra bi maana riwayatihi, ambaye ndio anayejua zaidi maana ya kile alichokipokea. Fa in ta'akhkharta 'ani as-salah, na endapo in ta'akhkharta 'ani as-salah, mtu ataichelewesha kutoa zakatul fitr mpaka baada ya sala akaenda akatoa, kanat sadaqatun min as-sadaqat, itakuwa ni sadaqa. Lihadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, kwa hadithi ya sahaba Abdullah ibn Abbas, man addaha qabla as-salah, mwenye kuitoa zakatul fitri kabla ya sala Eid, fahiya zakatun maqbula, zaka yake ni yakubaliwa. Waman addaha ba'da as-salah, mwenye kuitoa baada ya sala, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, ni sadaqa miongoni mwa sadaqa. Hikmatuha, nini hikma ya kuweka zakatul fitr? Halafu sunna zakatul fitri kitolewe chakula wala sikitolewa pesa. Mtu kutoa pesa ni makosa, ni khilafu sunna. Mtu atoe chakula, na ikiwa aona kwamba kile chakula pengine hakitomfaa, fanya kheri, toa nini, muongezee na pesa, lakini asli iwe nini? Chakula. Mtume alitoa chakula na masahaba vile vile hakukhalifu, wakatoa nini? Chakula. Kwa hivyo hakuna kutoa pesa, ingawa baadhi ya madhahib kama kina madhhab ya Abi Hanifa, yani wao wajuzisha kutoa pesa, lakini si sunna. Sunna ni kutoa nini? Chakula. Hikmatuha, hikma yake, faradhaha ash-shari', ali faradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ash-shari' mwenye kuweka sheria, al-hakim mwenye hikma, ali faradhisha tathiran lis-saimin, ili kuwatakasa wafungaji, min al-laghwi war-rafath, kutokamana na maneno machafu na vitendo vichafu. Wa tu'matan lil-masakin, na kiwe ni chakula cha maskini, tughnihim fi dhalika al-yawm, kiwatosheleze katika siku kama ile, al-aghar, siku kubwa. Kuna hadithi lakini dhaif ya kwamba Mtume asema aghnuhum 'anit tawaf, yani wazuieni, watoshelezeni ili wasipate kuzunguka na kuomba, lakini hadithi hii si nini? Si sahih. Wa tu'matan lilmasakin, wa tu'matan lilmasakin, na chakula cha maskini, tughnihim, kiwatosheleze, fi dhalika al-yawm al-aghar, katika ile siku kubwa. Lihadithi ibn Abbas, kwa hadithi aliyopokea sahaba Abdullah ibn Abbas. Ahadithun dhaifa, hadithi ambao ni dhaif, hadithi ambazo ni dhaif, tantashiru fi shahri Ramadhan, zenye kuenea katika mwezi wa Ramadhan. Zote hizi ni hadithi ambazo ni dhaif. Hadithi ya kwanza, safha ya 109, ni hadithi ambayo hutumika sana kabisa na makhatibu katika nini? Mimbar. Law ya'lamu al-ibad ma fi Ramadhan, law wajua waja yaliyomo katika yaliyomo miongoni mwa fadhila ndani ya mwezi wa Ramadhan, latamannat ummati, wangetamani ummati wangu,
an yakuna Ramadhan as-sana kullaha, yani wangetamani mwaka mzima uwe ni Ramadhan. Innal janna, hakika ya pepo, la tuzayyanu li Ramadhan min ra's al-hawl ila al-hawl, pepo inapamba kwa ajili ya Ramadhan mwaka mpaka mwaka. Hii ni hadithi ambayo makhatibu wengi waitumia. Lau ya'lamu al-ibadu ma fi Ramadhan la tamanna an takuna sana kulluha Ramadhan. Hii ni hadithi ambayo nini dhaif. Hadithi ya pili, safha 110, ya ayuha an-nas, enyi watu, qad adhallakum shahrun adhimun, imewaongilia nyinyi mwezi mtukufu. Shahrun, mwezi ambao fihi laylatun, ndani yake kuna usiku, khairun min alf shahr, ambao ni bora siku kama huu kuliko miezi elfu. Ja'ala Allahu siyamahu faridha, Mwenyezi Mungu amejaalia katika mwezi huu funga yake ni faridha, wa qiyamu laylihi tatawuan, na kusimama kisimamo chake usiku ni tatawuan. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhair, man yakurubisha katika mwezi kama huu kwa jambo la khairi lolote, akafanya jambo la khairi, kana kaman adda faridatan fima siwa, atakuwa ni kama ambaye alifanya jambo la faradhi, thawabu yake ni kama ambao alifanya faradhi. Yani mathalan mtu mwenye kusali swala ya sunna katika mwezi wa Ramadhan, thawabu yake atalipa kama ambaye alisali nini faradhi. Hii wa huwa shahrun, nao ni mwezi, awwaluhu rahma, mwanzo wake ni rahma, wa wasatuhu maghfira, na katikati yake ni msamaha, wa akhiruhu itqun minan nar, na mwisho wake ni kuwata huru na moto. Yani kuna watu waitakidi kwamba Ramadhani 10 la kwanza ni la rehma, la pili ni la maghfira, la tatu ni la kuwata huru na moto. Hii ni hadithi vile vile haikusih. Hadithi ya tatu ni sumu tasihhu, fungeni mupate siha. Hii yatumika sana mpaka mascientist wakathibitisha ya kwamba kweli somo ni maneno kweli mazuri, lakini upande wa hadithi ni hadithi ambayo si sahih, na hakuna kitu kibaya kama kumsingizia mtume. Na mtume asema, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, mwenye kunisingizia mimi kwa kusudi basi ajiandae makazi yake na moto. Hadithi ya 4, man aftara yawman min Ramadhan, mwenye kufungua siku moja katika mwezi wa Ramadhan, min ghairi udhrin, pasina udhuru, wala maradhin, wala maradhi, lam yaqdhihi sawm ad-dahr, hawezi kulipa hata saumu ya mwaka mzima. Wa insamahu, yani mwenye kufungua mwezi wa Ramadhani kusudi, huyo hata akafunga mwaka mzima hawezi siku kama ile kuilipa. Na hii hadithi vile vile ni katika hadithi ambazo zatumika juu ya mimbar, na akini hadithi ambazo ni dhaifu, na nyingi ambazo ahlul ilmi walizozitaja. Al-khatima, mwisho, safha ya mwisho kabisa kuhitimisha kitabu. Razaqana Allahu husnaha, Mwenyezi Mungu aturuzuku yani madha husnul khatima, mwisho mema. Ayuha al-akh, ewe ndugu, alharisu ala ta'ati al-hayy al-qayyum, mwenye pupa na hirsi ya kumtii Mwenyezi Mungu. Hadhihi sifatu sawmi nabi, hivi ndivyo sifa namna mtume alivyofunga. Sifa ya saumu ya mtume, baina yadaika, iliyoko mbele yako. Wa hadiyuhu, na muongozo wake, fi sawmi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. La yakhfa alaik, ni jambo ambalo halifichiki. Fasari', fanya bidii, ila rihabil khair, kwenda katika ndia ya khairi, kiwanja cha khairi. Multaziman, kwa kujilazimisha na kujifungamanisha na mafundisho ya Allah. Wasda' bima ataka Allahu min alfahmi taathuman, na ujiondoe na kujinasua kwa kile alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika fahamu. Jisafishe kabisa ili usije katika dhambi, ili usije kuingia katika dhambi. Jisafishe kwa katika ndia nzuri na mambo ya khairi na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa wenye wanafunzi hawa wawili wamaliza kitabu hichi cha sifatu sawmi nabi kwa dua. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Hii ni dua ya kafaratul majlis. Nafikiri mengi yatakuwa tumeyazungumza, na mengi walillahi alhamd yatakuwa yamefahamika. Wakatabahu, maneno haya yameandikwa, talib alilm an-nabawi, wanafunzi wawili wa ilmu, Salim al-Hilali hafidhahullah, mwanafunzi wa Sheikh al-Albani, na nani, na Ali Hassan
Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Halabi hafidhahumullah. Hawa ndio walioandika kitabu kama hichi. Mwenyezi Mungu awape kila la khairi kwa haya. Nani wanafunzi wa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Suala ni kwamba unaruhusiwa kumbusu mke wako wakati wa Ramadhan. Nafikiri tumesoma hadithi hapa. Alikuja shab barobaro kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, naweza kumbusu mke wangu katika saum? Mtume akamwambia, la, huwezi. Akaja mzee akamwambia, ya Rasulullah, naweza kumbusu mke wangu katika saum? Akamwambia, waweza. Tofauti ni kwamba yule kijana achelea kwa sababu damu yake ni moto, usenda akavuka mipaka ya Mwenyezi Mungu akamtamani mke wakati ambapo haufai. Na ule mzee yani kwa vile damu yake ni baridi akawa ni mtu ambaye manake akaruhusiwa. Kwa hivyo almuhim ni kwamba ikiwa kitendo kama hichi hakitokupelekea wewe kuvunja somu yako na kumtamani mkeo, ni jambo ambalo halina makosa. Lakini ikiwa itakuletea fitna katika mtana Ramadhan, itakuwa haifai. Wallahu a'lam. Nafikiri baada tumaliza kitabu kama hichi insha Allah tutasoma kitabu cha Qiyam Ramadhan. Kitabu cha Qiyam Ramadhan, risala ndogo ya Sheikh Al-Albani rahimahullah. Kuna baadhi ya mambo mazuri vile vile ambayo ameeleza. طيب Bismillah. Kuhusu hii zakatul fitri, kuna baadhi ya watu huwa kama ni chakula wanakuwa wamekusanyia, kuna baadhi ya watu wanakuwa wako na hicho chakula na wanahitaji chingine. Sasa huwa wale wenye kusimamia zile zakatul fitri wanasema mtoe pesa ili mtu anunue chakula ambayo anataka kutokana na hali ya ile sehemu ambayo yuko. Je, yani kutolewa pesa? Naam, haijuzu kutoa pesa ili ile ni wale wenye ama wanapowapa pesa wanajinunulia chenye wanataka. Maana ikiwa mathalan ni hivi, mimi natoa pesa, mathalan ni nchi natoa pesa, hizi pesa za zakatul fitr, ikiwa manake ni nchi yatolewa pesa za zakatul fitr watoa, alafu zile pesa zapelekwa mahali chakula chanunuliwa, watu wanapa ile zaka yenyewe, wale maskini wanapewa chakula, hamna matatizo. Lakini ati kutukua pesa huko wapa maskini wanunue chakula, makosa. Kinachotakiwa na ni sunna kulingana na mafundisho kwamba wakipawa wale maskini wapawe nini? Chakula, wasipae pesa. Lakini leo mimi nitatoa pesa, halafu zile pesa zikusanywe msikitini, zipelekwe katika nchi fulani, chakula chinunuliwe, kiganyiwe, ni bora zaidi. Hii ndio sasa. Hata kama zile pesa zinalingana na zile kiwango, hata kama haifai kabisa kutoa pesa, sunna ni watu watoe chakula, haifai kutoa pesa, haifai kabisa. Naam, kiwango chatakhtalifiana kwa sababu ya masala aina ya mchele. Kuna wengine wala mchele local, kingine pishore, yani kulingana na kile chakula ambacho wewe wakila. Sema hiyo pishore na bawani kabisa. Basi tutaiuliza dukani. Naam, kilo 3 kasrobo. 3 kasrobo. Naam. Naam. Sasa iko viongozi hakuna, wewe anzisha au wewe toa, au ni wajibu wako wewe kubalighisha. Bibi anataka mafuta, maskini anataka nyama, anataka samli apikie, ataitoa kila mmoja lita mchele. Mfano kama hivyo. La wa khayral hadi Muhammad, bas hakuna chingine. Namna itakavyokuwa mchele chakula kustafutwa ndia hii wala hii. Sunna mtume ansema chakula, watu chakula. Kama kutakundilia nyama juu ile bakshish mchilie nyama na mafuta. La, au la zaidi ni watu kutoa kabla Eid kwa siku moja au mbili. Unaweza kutoa mchele tuseme kilo moja unga, sasa ndio unatoka kwa vitu vitatu. La,
toa kitu kimoja. Naam. Sasa ikiwa manake wataka kuongeza, ongeza cha ziada ukampa yule maskini. Nafikiri tumaliza hapa. Kesho na swali langu ni kuhusu hii mada ya saumu, lakini ulizungumzia nyuma sivyo? Wakati ya iftar. Sio mtume alikuwa akiamrisha mmoja katika masahaba wake wanafanya kuhakikisha jua. naam. Sasa hii adhana ilikuwa wanaadhini baada ya iftari au La, baada ya kufuturu. Maana kwa sababu mtume kufungua kwake ilikuwa kwa jua. Kama ingekuwa yafungua kwa sababu ya muadhini, masahaba angetuambia, lakini hakuna hata hadithi moja na hakuna mtu ambaye za kupinga. Yani hakuna mtume alikuwa akifunga na masahaba anapotaka kufuturu huangalia jua. Leo kama ingekuwa ni muadhini, basi tufanye nini? Tungeona kwamba hadithi zimpokewa. Na ustadi jua likishaanguka. Naam. Na sasa sisi hatufuati sunna bwana. Tayeb. Sasa tufanye njia gani ili watu wafuatie sunna? Wafundishwe sasa, waambiwe jamani, jua likishaanguka watu ndo wale, si muadhini, kwa sababu hakuna hadithi ambayo inayosema muadhini. Hivi ndivyo sunna. Sasa hitu mtu ikiwa mtu kwa ujinga wake atasema watu wapotoshwa, atajua mwenyewe wakati wa kufungua muadhini. Naam. Hakuna hadithi ikishadhaifishwa na wanazuoni wa hadithi wakishaiamua kwamba ni dhaifu, inkwisha ni dhaifu. Mfano hii hadithi as-salatu imaduddin. Tunajua sala kweli ni lakini sasa ndio tunajua sala nguzo ya dini, lakini haikusihi kwa mtume, haikusihi hadithi hii kwa mtume. Kwa hivyo tuachane nao sisi, tuangalie hawa walidhaifisha kwa njia gani na hawa walisahihisha wanasahihisha njia gani. Alafu sasa tuangalie hawa ambao walidhaifisha ni watu ambao ni wanazuoni wa ilmu ya hadithi, wamebobea katika ilmu ya hadithi. Ikiwa ni watu ambao wanake ni katika maulama ulhadith, tuangalie msimamo wao, na ikiwa walisahihisha ni katika wanazuoni wa hadithi, tuwafuate wanazuoni wa hadithi. Na walioisahihisha hadithi kama hii ni miongoni mwao katika wanazuoni wakubwa wa hadithi katika asri hii, nao ni Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Misikiti mitatu. Sasa sisi tuachukua kauli ya hadithi. Hadithi ikiwa insih na hakuna hadithi nyingine ambayo iliyokuja kuipinga, khalas tutakuwa hadithi ambayo ni sahih, na huo ndio msimamo wetu au ndio msimamo wa sawa. Ikiwa watu wakifanya itikafu misikiti ya kawaida watapata tu ile kheri, lakini si kama vile, si kama itakuwa wema, lakini kama ni kufanya ibada nyingine hatopata thawabu za itikafu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.